Tosha, nashukuru. Naongea kutoka makao makuu Dodoma. Naitwa Allen Masam, ni daktari kitaaluma, na nimepata nafasi ya kuweza kushare kuzungumza mambo ya immune support ama mambo ya immunity. Immunity ni kinga, ni kinga. Kwa hiyo tutaongea namna gani ya kuweza kuboresha kinga zetu na nini ambacho kinaathiri kinga zetu kwa dakika kadhaa, na baadaye muda ukituruhusu tukawa na session ya maswali na majibu kadri tutakavyokuwa tumeongozwa. Yes, kinga za mwili ni labda uweze kupata kuelewa. Labda ufikirie katika nchi yetu ya Tanzania, mipakani kuna wanajeshi wanalinda mipaka ya nchi isije ikavamiwa na watu wote ambao wanaingia ndivyo sivyo. Lakini pia katikati ya nchi kuna polisi, nao pia wanalinda, ni watu ambao wanalinda. Kuna trafiki wanaangalia usalama barabarani, kuna watu wote hao na vituo vyote vya usalama, vyote hivyo vinatumika kama kinga. Sasa kwenye mwili wa binadamu nao pia una mfumo wake ambao unatulinda, yani unakulinda wewe usipate na changamoto yoyote, na uweze kujisikia vizuri, uwe na hamasa na maisha yaweze kuendelea. Ndio tunaangalia immunity, kinga. Kwa hiyo ukiangalia katika mfumo kama wa wanajeshi au polisi, hao wanafanya kazi yao kulinda nchi, lakini sasa sisi miili yetu ina mifumo ambayo inakulinda wewe. Mhm. Naona kuna namna fulani nilikuwa naongea mwenyewe. Pole sana bwana. I hope sasa hivi tuko pamoja. Sorry sana, naona mtandao ulinikimbia kidogo. Yes, kwa hiyo kuna kinga ambazo sawa, unasikika. Thank you very much. Yes, mwili wetu unapokuwa umezaliwa, kuna kinga zinaweza kujitokeza pale pale ulipokuwa umezaliwa, na mwingine anazipata kutoka kwa kunyonya maziwa ya mama. Unaweza kupata kinga zako, mwili unaweza kujitengenezea kinga zake mwenyewe. Lakini kuna nyingine zinatoka baada ya kuanza kupata aidha chanjo. Ziko chanjo ambazo zinaingia kwenye mwili wako, zinakulinda na machangamoto ya kiafya mengineyo. Lakini kuna nyingine baada ya kupata changamoto fulani ama ka ugonjwa fulani, mwili wako unatengeneza kinga. Ukishapata ule ugonjwa mara moja, basi hautaupata tena. Hizi ni aina ya kinga ambazo mwili wetu unakuwa unazizalisha ama unazidevelop with time. Lakini sasa ili uweze kuwa na hizo kinga vizuri zikafanya kazi, mfumo wote una mifumo ambao unaona. Hizi kuna mifumo, kuna hili kama spleen, hilo linafanya kazi, thymus. Hivi ni organs ambavyo vina control vina control hizo kinga. Naona kuna watu wanasema kama sauti sisikiki. Naona is it okay kwamba nasikika? Unasikika vizuri? Okay, thank you. Nadhani itakuwa changamoto ya mmoja mmoja, kwa hiyo kama wengi. Okay, kwa hiyo kuna kinga ambazo zinakuwa zinajizalisha sehemu mbalimbali, na kuna haya matezi yanakuwa sehemu mbalimbali, na hiyo pia ni mfumo wa kinga. Kuna matezi yanakuta hapa kwenye sehemu ya kwapa, mengine yanatokea sehemu ya makalio, sehemu ya katikati ya miguu hii, kwenye mapaja humu kutoka. Ni sehemu nyingi ambazo zinakuwa zina hizo seli za kinga zimejaa. Ndio maana hata mtu akipata aidha hata majipu yanaweza kutokea sehemu hiyo hiyo ya mifumo kama hiyo, ambayo inaenda kuangalia kwenye hizo lymph. Huo ni mfumo wa kinga ambao unatukinga kwenye mwili wetu. Kwa hiyo kinga inapambana dhidi ya changamoto yoyote ambayo inakuja kwenye mwili wako. Yawezekana ikawa ni changamoto ya wadudu wabaya, bacteria au viruses au parasites, wadudu wako mbalimbali.
ambao wanaweza wakakushambulia. Sasa mwili wako unakulinda vile vitu vitakapokuwa vinakuja visije vikakushambulia ukadhoofika kiafya. Kwa hiyo ndivyo inavyotokea. Kwa hiyo hizi kinga ni kama jeshi kwenye mwili wetu, na nitumie sasa mfano huo huo baada ya kuelewa maana ya kinga, ili upate kuelewa. Maana hapa naongea na watu ambao wapo kwenye biashara, wengine katika mfumo wa maisha. Hizi kinga sasa, kuna kaugonjwa kengine ambacho kinaweza katokea, hizi kinga zenyewe zikapambana zenyewe kwa zenyewe. Hiyo ndo magonjwa kama yale unakuta tunasema, ushaona kama mtu ana sehemu ya ngozi anakuwa kama albino fulani hivi. Yes, huo ni ugonjwa, seli zinaweza kujila zenyewe, yani kupambana zenyewe kwa zenyewe. Au wengine utakuta labda ikatokea kwenye damu pia, wanajeshi wenyewe wakapambana. Unaona vita yake inavyokuwa ni inavyotokea. Lakini pia wengine kwenye magoti ama kwenye joint, kwenye viungo, kuna kaugonjwa ambako tunakasikia, tunasema rheumatoid arthritis. Yote hayo ni zile seli zako za mwili, wale wanajeshi za kinga zinapambana zenyewe kwa zenyewe. Sasa hapo unakuta tena hakuna tena ulinzi, kwa mwili unakuwa dhaifu hali. Ndio changamoto inayotokea kwenye hiyo. Baadaye kama patoka hapa na maswali kuhusu hiyo, naweza pia nikaja nikaya connect. Kwa hiyo hizi kinga, kinga za mwili zinakuzuia. Kwa hiyo ni kama shin guard fulani hivi, inakuzuia wewe usipate na issue nyingine yoyote. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunaenda kujadiliana kiundani kuhusu hizi kinga. Na nyingine, kama nilivyozungumza, unapata ukiwa mdogo, unachomwa sindano au unapata hizi vitu kama hivyo, au wengine ni matone unakunywa, unapewa ukiwa mdogo mdogo. Yote hiyo yaenda kutengeneza kinga zako za mwili, kwa mwili wako tayari unakuwa upo kamili. Sasa nini kinatokea pale ambako, au utajua vipi labda kama kinga zako zimeshuka? Kinga zinapokuwa zimeshuka kwenye mwili wako, kuna namna fulani utaanza kuonekana. Cha kwanza, utaanza kujisikia mchovu, kujisikia umechoka sana. Ujue tayari kinga zako zimeshambuliwa, ama zimepambana sana, zimechoka. Kuna mwili wako pia unatafuta namna gani ya kwenda wa kwanza kupumzika. Lakini sometimes pia unaweza ukapata hata maambukizi, mafua ya mara kwa mara, vikohozi vya hapa na pale. Pia ni kwamba kinga zimeshuka, wale wadudu wameingia kwenye mwili, wamepambana na kinga zako, zimepambana zikafikia sehemu kwamba mwili sasa hivi umedhoofika. Ndio utaanza kutoa dalili hizo za kama ni mgonjwa. Lakini pia mwingine ataanza kutokusikia ama kusikia changamoto za mmeng'enyo wa chakula. Mwingine labda tumbo limejaajaa, nasikia kutoatoa gesi tu tumboni, anajisikia kama vile kuvimbiwa. Hizo zote zinafanya kwamba mwili wako haufanyi kazi, umezidiwa. Lakini pia kinga zinapokuwa zimeshuka sana, wengine mpaka hata damu inakuwa inapungua, kwa sababu virutubisho vinasafishwa kwenye damu. Na wengine mpaka hata nywele kunyonyoka, nywele kutoka, ngozi kufubaa, muonekaniko wako nao pia unaanza kudhoofika na kuonekana kabisa kama vile yani mwili wako umeshadhoofika. Na ikitokea wengine wanaweza pia wakapata hata vidonda kwenye kinywa au sehemu zote za mfumo ambao ni laini. Zote hizo zinaashiria kwamba kinga zako zimeshuka. Kuna watu wengine wanakuwa wanasinzia ovyo, wapo yani unajisikia mchovu. Zote hizo ni dalili ambazo zinaashiria kwamba kinga zako zimeshuka. Na ikitokea basi hivyo, ni muhimu kuweza kutafuta solution kwenye hiyo. Na kutokana na hiyo, mtu anachoka sana, na wakati mwingine kinga zinapokuwa zimeshuka sana, ndio magonjwa yanaanza kudevelop hapo. Sasa yako magonjwa mengi ambayo yataanza kutokea baada ya kinga kushuka, mifumo kuanza kushindwa kufanya kazi vizuri. Yawezekanika damu inakuwa tena haisambai tena vizuri kwenye mwili. Inaweza pia ikafanya hata sehemu kuta za au vitu vya kwenye damu vikaanza kuwa sluggish, vikaanza hata kuweza kutokutembea vizuri, vikaanza kukutana, vikaanza kushikamana, mtu akaanza kupata kama kloti, ama akaanza kupata kama mafuta, au hata mafuta yenyewe, hiyo cholesterol pia ikawa ni juu. Changamoto ya pressure, high blood pressure ikaanza kutokea. Mwingine pia ikienda hata kwenye kongosho linashindwa kufanya kazi vizuri. Kinga zako zimeshuka, kongosho likishindwa kufanya kazi vizuri, obvious hata kuregulate sukari nayo pia inaweza ikawa changamoto. Kwa hiyo magonjwa mengi ambayo watu tunayafahamu yanaanzia pia kwenye mfumo mzima wa kinga zako. Yawezekanika hata mtu apate choo kwa wakati, au labda anakaa kwa muda mrefu kutokupata choo. Kutokupata choo nacho pia kinga zinashuka na mwili wako unazidi kudhoofika. Na wengine inawaletea hata kuwa na very sensitive skin, ngozi inakuwa
zinakuwa zina rashes ama zinakuwa kidogo tu anapata reaction yoyote ile, kwa sababu reaction ya mwili ni kama vile kinga zinapambana sasa. Ndio maana ndo hayo ma allergies ianza pia yakatokea, ni kinga za mwili zinakuwa zinapambana zenyewe kwa zenyewe, sasa pia zikaletea hata changamoto ya magonjwa mengine ambayo ya ngozi na magonjwa mengine ambayo ni makubwa zaidi. Sasa kutokana na hivyo, nini ambacho nataka kifanyike ili uweze kuwa na kuweza kuziboresha hizo kinga zako za mwili? Katika hali ya kawaida, kinga zako zinapokuwa zimeshuka sana, vitu vya kawaida sana vya kuweza kufanya, kwanza ni kula vizuri, kula vyakula vyenye protini kwa wingi. Of course, mboga mboga na matunda ni vizuri sana kwa ajili ya kuongeza kinga za mwili, lakini pia kujiweka vizuri kwenye mwili, hata kufanya mazoezi ni njia nyingine ya kuweza kuongeza kinga zako za mwili, na pia kuweza kulimit ama kucontrol matumizi ya vilevi. Pombe na sigara zinashusha sana kinga za mwili, ndio maana hata watu wanaotumia hizo ndio sana kupata magonjwa mengine kiharaka zaidi. Lakini pia kuweza kulala kwa wakati, kulala vizuri walau masaa 7 mpaka masaa 8, yote hayo yatakufanya uweze kuinua kinga zako ziweze kujitengeneza vizuri zaidi. Lakini pia kuwa msafi wa kawaida ni muhimu, na kikubwa zaidi kuwa, of course, to be positive ni muhimu, kwa sababu ukiwa too much negative, kinga nazo pia zinakuwa zinashuka zaidi. Stress, msongo wa mawazo nao pia unashusha sana kinga za mwili. Kwa hiyo pia ni namna gani ya kuweza kucontrol stress, nayo pia ni sehemu nzuri ya kuweza kuongeza kuimarisha kinga yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kutokuwa na mastress ya ajabu ajabu, ili uweze kuwa na kinga yako ikae vizuri zaidi. Kunywa maji ya kutosheleza, kumaintain uzito wako vizuri, hivyo ni vitu ambavyo vitakufanya uweze kuwa na kinga yako ikae vizuri zaidi. Kwa hiyo kinga yetu ndio kitu cha msingi kuweza kukimaintain, na viko vyakula vya kawaida ambavyo tunashauriwa tuweze kuvitumia kuweza kuimarisha, kuboresha kinga zetu za mwili. Hivi vitu ambavyo viko so natural ambavyo tunavifahamu. Of course, vyakula hivi ambavyo tunavila sasa hivi hakuna namna, tabii tuvitumie kwa ajili ya kuimarisha kinga zetu za kiafya, ambazo ukija kuangalia ndani sasa nini ambacho pia kinaweza pia kikabusi zile kinga. Unakuta vyakula hivyo vina wingi wa vitamins ama vina wingi wa madini, minerals hizo, lakini pia kuna protini kwa wingi, vitamins A, vitamin C, vitamin E, hata vitamin D. Zote hizo, hata vitamin B complex, zote hizo zinaenda kuimarisha, kubusti kinga zetu za mwili. Kuna madini mengi, magnesium, phosphorus, zinki, selenium. Madini yote hayo ni muhimu kwenye kuimarisha kinga zetu. Hizi vinaenda kusaidia mwili kuweza kuzalisha zile chembe chembe ama zile seli kwa ajili ya kupambana na changamoto ya kiafya na kuweza kubusti kinga zako za mwili. Ziko seli ambazo ama ziko yes, vitu ambavyo huwa vinaenda kupambana kuweza kuviondoa zile changamoto zako kwenye mwili na kuweza kukusaidia ukawa free. Hizo ndo namna gani ya kuweza mwili wako unavyozidi kupambana na changamoto fulani na kuwa vizuri zaidi. Kwa unavyozidi kutumia hivi, ni kama vile unajilinda sasa na vitu hivyo. Kwa hiyo kinga zako za mwili zinakulinda na changamoto yoyote ambayo inakufanya mwili wako usiwe fiti. Thereafter unakuwa fiti throughout unavyozidi kuwa na afya nzuri zaidi. Kwa hiyo hizi kinga, ili tuweze kuziboresha, lazima tutafika tu mwisho wa siku. Kama kuna mtu anabana, nadhani hapa mwisho wa siku taisha tu, tutamaliza. Poleni sana kwa interaction ya kimtandao hiyo. Yes, kwa hiyo ili nini kifanyike ili uweze kumaintain nini kifanyike? I'm sure nasikika jamani, sie kawa naongea mwenyewe hapa. Hello, nasikika eh? Eh, Hello, hello. Yes, yes, nasikika, nimeona nasikika. Yes, yes, yes. Sorry for. Yes, nini kifanyike ili uweze ku maintain kinga zetu? Ni kufanya mazoezi,
kwa kula virutubisho, kupata nutrients vizuri kwenye mwili, na of course na kupumzika, mwili unaruhusu nafasi ya kuweza kutengeneza kinga zake za mwili. Changamoto kubwa ambayo iliyopo sasa hivi kwenye ulimwengu wa sasa hivi, ndugu zanguni, watu wengi sana tumefocus sana na kujilinda katika njia ambazo haziusaidii mwili kuweza kutengeneza zile kinga zake zenyewe. Of course hata wakati wa COVID kama tunakumbuka, wako watu waliovaa maski, watu ambao waliokaa mbali, waliweka kujitenga, gloves muda wote, lakini pia wako ambao walidiriki na kuweza kutumia kupata zile chanjo. Yote hiyo ilikuwa ni katika hali ya kujilinda, lakini njia ambayo ilikuwa inafanya kazi vizuri ilikuwa uh, ni kula vitu vya msingi vya kuweza kuimarisha kinga yako. Na kiuhalisia, COVID ilikuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa ukishaupata mwili wako na kutengenezea kinga yake nyingine. Ndio maana kwa watu waliopata ile changamoto, unaona kama alipata changamoto mara ya kwanza akapata ile tunasema ni herd immunity kwenye jamii, kuna kinga fulani inakuwepo, then wale ambao wale viruses baada ya muda wanafubaa. Ndivyo ilivyokuwa inatokea. Ndio maana wale wengine ilikuwa ni sahihi kutokukaa mbali sana, unapiga ile kitu, alafu wale virus wale kuna ile kwenye community wakisha sambaa sana wanapoteza ubora. Ndio maana mwingine akija kupata maambukizi baadaye wanakuwa tena hawana nguvu kwa kiasi kile. Hiyo ndo sayansi ambayo iliyokuwepo kwenye mali ya COVID na nini. Lakini kama kinga zako za mwili zilikuwa ziko vizuri, ambazo tunajua kabisa kinga zinaenda kujenga, ambazo zipo kwenye vyakula vyetu, supplementation na kufanya mazoezi na kupumzika, ilikuwa unakuwa na afya nzuri sana wakati wa changamoto kama ile. Kwa hiyo zote hizo zilikuwa ni katika hali ya kuimarisha kinga zetu za mwili. Lakini pia kinga za mwili 70%, more than 70% zinapata sapoti kutoka kwenye mmeng'enyo wetu wa chakula. Mmeng'enyo wa chakula ndo unabeba ama ndo unazalisha, ndo unachangia kwa zaidi ya 70% mpaka 80% ya kinga za mwili wako. Kwa ili uweze kuwa na kinga nzuri kwenye mwili wako, ni lazima hii swala ni lazima uweze kuhakikisha mmeng'enyo wako wa chakula uko so active, uko vizuri, ili uweze kuwa na kinga zako vizuri. Yeyote ambaye mmeng'enyo wake wa chakula hauko vizuri, ana chances ya kinga zake kushuka, na hata akipata changamoto ya magonjwa mengine yote rahisi pia kuweza kumshambulia. Na ili uweze kuwa na mmeng'enyo wako mzuri wa chakula, lazima ukiwa unakula basi hata walau unapata choo chako kizuri. Umeona, mpaka up to 80% of your body immunity inakuwa kwenye mfumo wa chakula wako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuregulate huu mfumo, ku maintain vizuri huu mfumo wa chakula. Na mfumo wetu wa chakula ili uweze kukaa vizuri, kama nilikuwa nasema, hakikisha una dalili ya kwanza ya kuweza kujua kama mfumo wako uko vizuri ni kutokuwa na yale magesi, yani discomfort kwenye mmeng'enyo wako wa chakula uko vizuri, unakula chakula, hakuna chakula ambavyo vinakubagua, basi tumbo lako liko stable, unapata choo. Kama unakula mara mbili, basi upate choo leo mara moja au mara mbili, is very okay. Lakini sasa kama unapata choo kwa wiki mara moja, kuna mwingine kwa mwezi anapata mara moja mara mbili, that's not very okay. Kama mmeng'enyo wako wa chakula hauko vizuri, there is no way hata ngozi ikaonekana vizuri, hamna nafasi hiyo. Lakini kama unapata choo vizuri, Dokta, dokta, basi sorry, slide hazionekani dokta, eh? nini hazionekani slides? Yeah. Kumbe naongea mwenyewe, ngoja. Okay, sasa hapa kwa nini zisionekane? Okay, poleni sana bwana ehe, hapo ni sawa eh? I hope hapo zinaonekana eh? Slide hakuna kiongozi. Kweli nani hapo sasa? Hapo zinaonekana, hii ndio. Yes, okay, sawa, nitaenda kwa speed ili poleni sana kwa leo watu wataelewa sana. Changamoto zimekuwa ni nyingi, kwenye changamoto ndio kwenye mafanikio, na watu ndio watakaoelewa zaidi, haina shaka. Kwa hiyo mmeng'enyo wa chakula unapokuwa uko very stable, ndio maisha yanakuwa ni mazuri zaidi. Na nikirudia hapa, unaona kabisa kwenye watu wanaenda kwenye foleni sana ya vitu ambavyo sio vya msingi sana kwenye kuongeza kinga za mwili, lakini wanasahau kwamba kula vizuri, kupata supplement na kufanya mazoezi na kupumzika ndo njia nzuri ya kuweza kuzalisha ama kuimarisha kinga zako za mwili. Na hiyo ndo umuhimu. Magonjwa mengi ambayo tunayoyafahamu, ndugu zanguni, yanakuja kwa kinga kushuka ama kukosa lishe nzuri moja kwa moja, ndio yanaathiri mazingira
kama hayo. Na sasa hivi yako magonjwa mengi ambayo wengi tunawafahamu, lakini wengine hatuyafahamu, lakini very basic ambayo yako very common, magonjwa yasiyoambukiza haya, sukari, presha, madonda ya tumbo haya, saratani, vimekuwa kwa kiasi kikubwa kupita maelezo. Lakini nini ambacho kinasababisha magonjwa kama haya yakawepo? Ni pia pamoja na ulaji mbovu, lakini pia kutokuzingatia uzito sahihi, pamoja na sayansi na maendeleo, genetic engineering. Unajua, huwa napenda pia kutumia mfano mara nyingi. Mara nyingi maendeleo ya sayansi na teknolojia yana faida yake kubwa sana, lakini nayo pia yana hasara yake kubwa kupita maelezo. Mfano, hata kwenye mazao, kwenye kilimo, tunasema tunakula vyakula vizuri, natural, yes, tunalima mazao mikoa mbalimbali, lakini siku hizi mbegu zimekuwa ni za kiteknolojia sana, hybrid, ambayo inatuzalishia mbegu na mazao ni mengi sana, lakini hayana ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo tunakulaga makapi kwa kiasi kikubwa. Matikiti, matunda tunayokula sasa hivi, hata ladha yenyewe sio matamu kama ya zamani. Machungwa haya ya siku hizi sio kama ya zamani. Lakini hata mifugo, zamani mifugo tulikuwa tunakamua ng'ombe. Mi nimekulia kijini kidogo, nilikuwa pia nakamua asubuhi lita moja na nusu, lita mbili asubuhi, na jioni lita moja na nusu, lita mbili. Maziwa unakunywa na unashiba kweli kweli. Lakini siku hizi maziwa ng'ombe unakamua lita 20 asubuhi mpaka 40 asubuhi na usiku. Haya maziwa yametoka wapi? Nini ambacho kimeleta haya? Ndio maana hata haya maziwa hayana nutrients. Yani watu wanakunywa makapi kweli kweli. Kwa hayo ndio tunayoishi nayo, kwa sababu pia population imekuwa kubwa, lazima pia sayansi iendelee izalishe vitu vingi viweze kuaccommodate na growth ya hiyo. Lakini sio tu hiyo, tunavyokula, kwa natoa mfano tena mwingine, hata mahindi. Watu tunakula dona, tunakula ugali mara nyingi sana, sehemu kubwa, lakini mahindi ya zamani tulikuwa tunavuna baada ya miezi sita. Mfano nautumia sana, baada ya miezi sita ndo watu navuna mahindi, unakula mahindi, na baada ya kuvuna ilikuwa unatoa kama gunia nani, debe fulani kwa ajili ya mbegu kizazi, yani ya uzao ujao. Sasa hivi watu tunanunua mbegu madukani za miezi mitatu tu, miezi mitatu umeshakula mahindi, na ukijaribu kuyavuna ukaenda kuyakausha ukaweka kkama mbegu, yakiota hayazai. Ndio changamoto hiyo. Kwa hiyo hakuna tofauti ya sasa hivi tunapokula ugali dona wa siku hizi na wale ambao wanakula mabroilers kila siku. Mabroilers ni yale yale tu, kwa hiyo mfumo wetu wa maisha. Kwa hiyo vyote hivyo vinafanya changamoto ya magonjwa yanakuwepo kwa kiasi kikubwa kupita maelezo. Miezi iliyopita kuna kijana alikuwa na miaka 23 anafanywa dialysis, figo zimefeli kwa sababu tu ya ulaji mbovu. Maisha yamekuwa ni mabaya, ulaji wetu umekuwa ni wa shida kupita maelezo, na hii inaleta maradhi mengi, magonjwa ambayo ilikuwa tuyapate tukiwa wazee, sasa hivi tunapata tukiwa vijana. Ndio changamoto ya kiafya ambayo inakuja hapa. Huu ni mfano wa mtu ambaye of course nashukuru sana. Ni shukrani ambazo nilizipata kwamba mjomba akaambiwa cancer free. Asante sana dokta kwa ushirikiano wako. Hii ni matokeo mazuri. Haya makopakopa msiangalie sana, wewe angalia tu message ishie tu hapa kwamba mtu ameshukuru sana baada ya kuona mjomba amekuwa cancer cell free. Nini ambacho tulikifanya akawa cancer cell free? Of course tukasema God is good. Kikubwa ni kwamba aliweza kula vizuri, akapata matibabu na akapata nutrients, na hapa ndipo naweza pia nikashare kiundani kuhusu kinga za mwili. Hii kutokana na cancer cell free kwa huyu mjomba, hii ilitokana na kutumia supplements, bidhaa za Forever Living ambazo mimi na takriban miaka 17 niko nazo. Kwa nini niko na hizi supplement? Kwa sababu ni supplement ambazo zina ubora wa hali ya juu, quality ya hali ya juu, na zina garantia 100% ukitumia pasipo matokeo kampuni na kulinda kwa mazingira kama hayo, lakini kama utatumia ipasavyo. Lakini why these supplements? Kwa nini supplements? Supplements hizi kikubwa tunasema ni antioxidant, vinaenda kuondoa sumu ama free radicals. Free radicals ndo zile ambazo zinaenda kudhoofisha zile kinga zako za mwili. Kwa hiyo ili kinga zako za mwili zisidhoofishwe, zinahitaji hizi antioxidants. Kwa hiyo uwepo wa antioxidant kwenye mwili wako unahakikisha kinga zako za mwili zinafanya kazi vizuri kusapoti mwili wako na kuwa mbali na maradhi ambayo unayafahamu. Na hizi antioxidant ni vitu ambavyo tunavifahamu, ambavyo either ni vitamins, minerals ambazo ziko nazo, na of course na supplement kama hizo. Kikubwa kinini zinafanya? Zinasapoti
figo lifanye kazi vizuri. Hizo antioxidant zinaenda kusaidia mzunguko wa damu ukae vizuri, mmeng'enyo wako ukae vizuri, lakini pia kufanya kureduce obesity, kupunguza uzito wako, kufanya kuregulate uzito wako na kusaidia mzunguko wako wa damu ukae vizuri, lakini kikubwa pia ni kupunguza kasi ya kuzeeka. Ndugu zanguni, kama hauishi mazingira ya kutumia antioxidant mwilini mwako, rate ya kuzeeka inakuwa kubwa kupita maelezo. Mimi kiukweli nishai kumsalimia binti ambaye niliwahi kusoma naye shule ya msingi, nimekutana naye tu mtaani, nikamsalimia, nikahisi kama labda ni maana yake aliniita kwa majina yangu ya mwanzo, nikahisi kwamba huyo anaweza kawa rafiki wa dada au wa shangazi yangu. Mimi nikampa shikamoo dada. Baadaye kuja kutambuana, kumbe nimesoma naye shule ya msingi. Kiukweli nilisikitika sana baada ya kumsalimia, lakini baadaye maisha ndivyo yalivyo. Unapozidi kama hautumii supplements au antioxidant mwilini, unazeeka kwa spidi kubwa zaidi. Kwa hiyo hiyo ndo faida kubwa ya kuweza kutumia hizo antioxidant kwa ajili ya kuimarisha, kuboresha afya yako. Na niwaambie ndugu zangu, hizi antioxidant sio madawa, sio dawa. Ndio maana hapa of course ni kwa neema tu, mimi daktari kitaaluma na ndio nafanya hii, lakini hata mtu mwingine yote angeweza akazungumza haya ambayo nimeyazungumza, kwa sababu haiangalii kama wewe ni daktari. Na ndio maana mtu yeyote anaweza akapata mafunzo. Lishe, ulaji mzuri ni kwa ajili ya kila mtu. Kila mtu anatakiwa aweze kula vizuri, aimarishe afya yake ili aweze kuwa na afya nzuri zaidi. Hizi ndizo zinavyofanya kazi ambazo tunasema ni strong antioxidant ama supplements. Zinaimarisha mwili wetu, zinaongeza kinga za mwili, ndivyo zinavyofanya kazi vizuri zaidi. Na kupitia kampuni ya Forever ambayo mimi niko nayo kwa takriban miaka 17 sasa, kampuni iko na bidhaa nyingi sana ambazo zinafanya kazi za kuimarisha, kuboresha kinga zetu za mwili, hivyo kupambana na changamoto ambazo zinaweza kuweza kuletea maradhi, na hata kama uko na maradhi kuweza kuimarisha kinga zako ziwe juu na au mwili wako uzalishe zile kinga vizuri, kinga zako zikafanya kazi vizuri na kuwa free from disease. Ndizo supplement ambazo zinazofanya kazi vizuri, na moja kati ya supplement ni hii aloe vera jelly juice. Protein, lakini pia unavyozikatakata kuna ule unjano wa pembeni katikati ya jani la nje na la ndani katikati pale, huwa kuna ile aloin. Aloin ile wengi sana wanaikatakata, wanaichemshia humo humo, ile inaua figo kwa matumizi ya muda mrefu. Forever inaiondoa ile aloin, inakuachia ile jeli ya katikati kuweza kutengeneza hizi bidhaa zetu ambazo naitumia pure na inakuwa stabilized tu, hakuna kemikali yote ambayo imeongezwa humu kwa ajili ya kuweza kuibadilisha ladha ama fanya chochote kile. Kwa hiyo unaipata pure aloe vera ambayo inaingia kwenye mwili wako direct kwenda kuimarisha mmeng'enyo wako wa chakula na kuweza kusaidia absorption, kufyonzwa kwa virutubisho. Kwa hiyo inaenda kusaidia pia kuweza kuzalisha ama kwenda kuongeza madini, vitamins kwenye mwili wako, kwenda kuactivate zile kinga za mwili wako kuweza kufanya kazi vizuri. Ndio maana ukiitumia hii aloe vera gel moja kwa moja, mmeng'enyo wako wa chakula utakaa vizuri, mzunguko wako wa damu utakaa vizuri, kinga zako zitakuwa vizuri juu. Lakini pia kama kinga zako zinafanya kazi vizuri, hata ngozi yako na muonekano unakuwa uko active, unakuwa uko so nani, yani unakuwa vizuri zaidi. Na kwa kufanya hivyo hata ile uchovu unakuwa umeondolewa. Kwa hiyo Forever aloe vera gel is the best product ambayo ni muhimu kila mtu aweze kuitumia kama anatamani kuwa na afya nzuri. Uzuri wa hii pia, hata kama mtu yuko na changamoto nyingine, anapata madawa yake, hizi supplements zinaenda kusaidia dawa ziweze kufanya kazi vizuri. Ndugu zanguni, kuna watu ambao ni wagonjwa wanapewa dawa pamoja na multivitamins. Zile multivitamins ambazo wanapewa hospitalini zinaenda kuimarisha ufanisi wa zile dawa. Hizi sio dawa, hizi ni virutubisho vinaenda kuimarisha afya. Kwa unavyozidi kuvitumia ndivyo unavyozidi kuwa na afya nzuri zaidi. Na uzuri, hakuna kuanzia mtoto mdogo mpaka mtu mzima anaweza akaitumia hii bidhaa ya aloe vera gel juice pamoja na bidhaa nyinginezo ambazo naenda kuzielezea. Lengo kubwa zinaenda kuimarisha
kinga za mwili, kwenye mmeng'enyo wako wa chakula, kufanya kama kuna grisi fulani hivi, na kufanya afya yako ikae vizuri zaidi. Lakini pia kingine enda kusaidia kuregulate acid na base kwenye miili yetu. Miili yetu inapokuwa too much acid, hapo ndiko changamoto zinapoanza kutokea za kimagonjwa na kujisikia hovyo hovyo. Sasa hizi antioxidant pamoja na aloe vera gel na nyinginezo zinakuondoa kwenye acid, zinakuleta kwenye huku alkaline. The more mwili wako unavyokuwa na alkaline, inavyokuwa katika hii hali ya huku, ndivyo inavyozidi kuwa na afya nzuri zaidi. Kwa hiyo kinachokwenda kufanya moja kwa moja kazi ni kwenda kukuondoa huku kwenye kujisikia vibaya. Na nini ambacho kinasababisha ikawa kwenye more acidic issues? Ni vyakula ambavyo tunavyokula, vitu ambavyo tunavinywa, makemikali ambayo madawa ambayo tunayatumia mara kwa mara, yanakufanya mwili wako unakuwa it's more acidic, na ndio maana hata changamoto za kiafya zinaweza kutokea. Na kwenye mwili wako zinapokuwa more acidic, hata kwenye ubongo unachoka, unashindwa hata kufanya kazi vizuri, unaweza kusahau. Sasa hivi kuna watu miaka 30 40 wameshaanza kusahau. Asidi kwenye mwili imeshakuwa nyingi zaidi, kwenye mapafu, ingine hata pumui tena vizuri, napumua kwa shida. Changamoto hizo, mifupa nayo inaumauma wadogo wadogo, sio hata hujafika hata uzeeni, mifupa inaweza kukusumbua. Yote hiyo ni mwili haupo vizuri. Lakini pia wengine ndo mmeng'enyo wa chakula haukai vizuri, kutokupata choko wakati, kujisikia vibaya na vitu kama hivyo. Lakini pia hata wengine moyo unaanza kuwasumbua. Haimaanishi kwamba hautougua milele, lakini unapunguza chances za changamoto kama hizo. Lakini pia hata ngozi yako inakuwa haina nuru, kama yani unakuta mtu umechoka, yani umechoka haswa. The more unavyozidi kutumia hizi supplements ama hizi viondosha sumu, ama unapoongeza kinga za mwili wako, unakufanya na koko so strong. Kwa hiyo ziko vitu vingi ambavyo unaweza ukavitumia kwa ajili ya kuimarisha kinga zako za mwili, na hivi ni vitu ambavyo vinavyosaidia ama vinavyokusababishia kwenye kuwa kwenye more acidic kule. Vyakula kama ambavyo tumevizungumza hivyo, ma stress, unakuta umeweka vitu. Kuna mtu anatembea na jambo miaka na miaka, moyo tu amelibeba, moyo wenyewe unatanuka, vitu vingine unaachia, unasonga mbele, huna haja ya kubeba mambo ma junk food haya. Wanasema yes, yes, mapiza siku hizi watoto wanakula yani pizza kidogo, si nini, mambo ndio vyakula ambao wanakula. Lakini vyakula vya zamani vilikuwa vinakusaidia unakuwa una afya nzuri zaidi. Kwa hiyo vyakula vyote hivi vinakufanya unakuwa more acidic hivi ambavyo tumevizoea. Of course nyama ni muhimu kula kwa kiasi. Mbona mboga mboga haya, mbona matunda haya tunatumia yawe natural, ni vizuri. Na sasa pamoja na kuyapata haya, ndio haya tumesema genetic engineering imeshaingia katikati. Ndio maana hapa inakuja kuwa na umuhimu wa kutumia supplements ili kuweza kuimarisha, kuboresha afya yako. Mwili wako unapokuwa umedhoofika sana, kinga zako zimeshashuka, cha kwanza kitakachoanza kudhoofika ni ngozi, muonekano wako, misuli yako. Kwa ni muhimu sana kwenye Forever We Do Have Vanilla Ultralight. Hii ni protein, inaongeza kinga hatari. Vanilla ukichanganya na aloe vera gel inaongeza kinga balaa. Mimi kuna mtu ambaye alikuwa of course alikuwa na kinga zimeshuka sana, bahati mbaya alipata changamoto ya maambukizi nani virusi vya ukimwi, kinga zikawa zimeshuka, viral load iko juu. Umeona? Kwa hiyo kinga zimeshuka kupita maelezo, lakini akatumia vanilla, akatumia na aloe vera gel, na bidhaa pekee ambayo alikuwa anaweza kuzitumia, of course akajipambania hizo. Baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, afya yake imerejea kama imekuwa kama vile alikuwa hana changamoto yoyote. Kwa nini? Protini ya vanilla inafanya kazi vizuri. Kwanza inakuwa absorbed vizuri, unaona, aminoti inakuwa absorbed vizuri yani kwa uhakika kabisa. Yani sio kwamba kingine kinatoka nje kama waste product, hapana, vingi vinakuwa absorbed, na ndio maana inafanya kazi vizuri kujenga, kuimarisha, kuboresha mwili wetu. Kwa hiyo ni muhimu pia kuweza kuitumia hiyo. Lakini pia hii damu iweze kupita vizuri, ndugu zanguni, lazima pia kingine cha kuweza kuongeza kinga zetu ni omega 3. Forever we are blessed kuwa na omega 3 ambayo ina omega 3, omega 6 na omega 9. Lakini omega 3 ya Forever hii, uzuri, mafuta ya samaki haya yametoka katika samaki ya bahari, kutoka kwenye bahari ya Arctic. Bahari ya Arctic ni bahari ambayo ina uchafuzi mdogo sana wa kimazingira, tofauti na bahari nyingine hizi. Ndio maana watu wengine wakilaga masamaki kwenye baharini huko, wengine wanapataga allergy na nini, lakini mtu akitumia mafuta ya samaki ya Forever, sijapata mtu ambaye amekuwa na allergy na mafuta ya samaki ya Forever, kwa sababu samaki wale wametoka katika bahari, ni salmon fish,
uchafuzi ni mdogo sana wa kimazingira. Lakini pia kuna omega 3, omega 6 na omega 9 ni nzuri sana kwa ajili ya kufanya nani, mzunguko wa damu ukae vizuri, cholesterol kuregulate nani, cholesterol mbaya na nzuri kwenye mwili wetu, lakini pia kufanya utambuzi, cognition part ikae vizuri zaidi, kuimprove brain. Watu wanasahau sahau pia, ni muhimu sana kuweza kutumia, lakini kikubwa inaongeza kinga za mwili hata kwa watoto wadogo, na hata mama anayenyonyesha akitumia, mtoto akinyonya maziwa anapata. Ni uzuri kwamba inapita pia kwenye kunyonya kwenye maziwa, lakini pia hata mtoto mdogo pia anaweza akapata akatumia. Mtoto mdogo, sayansi inatuambia mtoto mdogo of course chini ya miezi sita atakiwa anyonye tu maziwa ya mama, lakini kuna wengine anaweza hata miezi mitatu akaanza kutumia mafuta ya samaki. Unamwekea tu kidogo, kama unashindwa unaona ni shida kumnywesha, basi mpaka hata kwenye unyayo ama kwenye utosi, paka mafuta ya samaki, bado mtoto hajakanyaga kanyaga chini. Kwa hiyo nani, visigino vile vinani, unyayo ule una absorption inafanyika. Ila kwa hiyo mtu mzima ambao umeshakanyaga kanyaga hata mpaka chupa haivunjiki, ukipaka huko wala haiwezi kufanya chochote kile. Kwa mtoto mdogo pia unaweza kumsaidia kwenye mafuta ya samaki, na hayo yanasaidia kwenye mzunguko wa damu kae vizuri. Na damu, kumbuka damu ndio inabeba kila kitu, nutrients zinaenda sambamba vizuri, seli zile za damu zinazalishwa kwa wingi. Unapokuwa umetumia mafuta ya samaki ya Forever, basi unakuwa una afya nzuri zaidi, na damu inafika kila sehemu kuweza kuimarisha afya yako, inakuwa bora zaidi. Lakini pia kingine cha msingi hapa ni damu pia nayo inakuwa inazalishwa vizuri kwenye figo, inaenda kwenye bone marrows. Kwa hiyo huu mzunguko wa uzalishaji wa damu nao inakuwa ni mzuri unapokuwa umetumia hizi strong antioxidant ambavyo vinaongeza kinga zako za mwili, lakini pia ina madini yanakuwepo kwenye matumizi ya hizo bidhaa. Zipo nyingi za kuongeza kinga. Kwa haraka haraka naona kama muda kananiacha, lakini vitamin C, vitamin C ya Forever ina mchanganyiko wa matunda yaliyo mengi, lakini vitamin C ya Forever kipekee ina kitu ambacho tunasema ni oat bran. Vitamin C ni water soluble, kana kwamba unapoitumia haikai muda mrefu tumboni kabla ya kuondoka. Ndio maana ukila machungwa mengi ni rahisi sana kwenda kukojoa na imeisha hiyo. Sasa Forever ikaja na vitamin C ikaiongezea hii oat bran, kuifanya ikae tumboni kwa masaa ambayo ni tayari kwa ajili ya kuwa absorbed. Kwa hiyo unapokula vitamin C ya Forever ile kama ni 1000 miligram, absorption, yani inafyonzwa yote kwenda kwenye mwili wako, hakuna inayokuwa inapotezwa. Ndio faida kubwa ya vitamin C. Na vitamin C inaongeza kinga. Watu sasa hivi wakipata mafua na kula machungwa na nini, kule ni vitamin C unapata. Basi vitamin C ya Forever unaipata, vitamin C kwa wingi wa kubusti kinga yako ya mwili. Lakini pia vitamin C inafanya fibers formation, kujenga zile nyuzi. Miili yetu imetengenezwa na vinyuzi nyuzi vile, kwa pamoja vile vinaimarishwa pamoja na vitamin C. Kwa hiyo vitamin C tukiitumia inakuimarishia kinga yako ya mwili. Lakini sio tu hiyo, kuna garlic thyme, garlic na thyme. Hapa kuna garlic na kuna thyme. Garlic ni nzuri sana kwa ajili ya kufanya mishipa iwe strong and firm, mishipa inakuwa imara na madhubuti, kana kwamba mishipa inakuwa haiwezi kapasuka pasuka kwa haraka haraka ovyo ovyo, kwa kuwepo kwa hiyo garlic. Ndio maana kama unatamani mishipa yako ya damu iwe imara vizuri, basi garlic inaenda kukusaidia na hivyo kuongezea kinga zako za mwili. Na thyme ni natural antibiotic pia, kama kuna infections, virus na vitu kama hivyo, garlic inaweza ikacontrol kama unatamani kuwa na mfumo wako wa upumuaji ukae vizuri, basi garlic na vitamin C ni bidhaa za msingi sana kuweza kuzitumia, kwa sababu pia zinaimarisha mzunguko wako wa damu na kufanya kwenye damu kuwe na nutrients za kuweza kutosheleza. Kwa garlic and thyme ni muhimu kwa ajili ya matumizi mtu yote, kwa ajili ya kuimarisha kinga zetu. Kumbuka hizi sio dawa, ni virutubisho kwa ajili ya kuimarisha, kuboresha afya. Yes, ndio unafanya kazi. Lakini pia kuna hii ambayo pia inaongeza kinga vizuri, ni bee propolis. Bee propolis ni natural antibiotic ambayo imetokana na mazalia ya nyuki. Ina antifungal, antiviral na antibacterial. Inapambana na virusi, inapambana na fungus, inapambana na bacteria. Ndio maana hata hii mtu ambaye anatamani kwenye mmeng'enyo wa chakula ukae vizuri, tumboni kuna bakteria wazuri na wabaya, ndugu zangu, ni kwa ratio ya 85 kwa 15, 85 to 15, yaani ndio ratio ya bakteria wazuri tumboni. Hii moja kati ya bidhaa ambayo inaenda kuregulate, pamoja na nyingine tuyaona hapo mbele, ni bee propolis. Ili upate kuwa na mmeng'enyo wako mzuri, mzunguko wako wa
kinga mwilini ukae vizuri, basi active nani ya B propolis is the best kwa ajili ya kuongeza kinga zako za mwili. Mtu yote ambaye anatamani kuwa na mmeng'enyo wake mzuri wa chakula, basi B propolis ni muhimu aweze kuitumia, na unapokuwa na mmeng'enyo mzuri wa chakula, basi unaimarisha kinga zako za mwili kuweza kuregulate ile ratio ambayo nimesema 85 kwa 15% bakteria ambao ni wabaya kwa hawa ambao ni wazuri, na hiyo inasaidiwa sana sana sana, pamoja ipakiwa pia na Forever Daily. Kwenye bidhaa ambayo ina madini mengi kupita nyingi ni Forever Daily. Ina nutrients nyingi kupita nyingi is Forever Daily. By the way, hata huku pia nako pia kuna aloe vera ndani mwake. Kwa hiyo hii nayo unapokuwa unatumia Forever Daily inaenda kuongezea kinga zako za mwili, kukusaidia vitu vingi, mpaka coenzyme Q unaikuta kwenye Forever Daily. Coenzyme Q ni muhimu pia kwenye perfection ya moyo. Coenzyme Q ni muhimu pia kwenye uzalishaji pia wa damu. Kwa Forever Daily ni moja kati ya supplement ambayo ni ya muhimu sana kuweza kuitumia, na teknolojia ambayo imetumika ni hiyo AOS ambayo imecombine hiyo aloe vera pamoja na hizi minerals mengi ambayo yapo kwenye Forever Daily. By then another supplement ambayo inaongeza kinga, kwa kifupi ndo bidhaa ambayo ina very strong antioxidant so far ambayo tuko nayo kwenye Forever. Strong antioxidant ni hii Forever Lithium. Forever Lithium ni moja kati ya supplement ambayo inapambana kuondoa free radicals. Yaani hakuna bidhaa moja kama imesimama ya kuondoa free radicals. Naweza kukuambia kwamba Forever Lithium is number one. Kwa nini? Kwa sababu inaenda kupambana kuweza kuondoa zile free radicals, kuzingafu vizuri na kuweza kusaidia mwili uweze kuziondoa. Kwa maana Forever Lithium ina maajabu makubwa sana kwenye mmeng'enyo wa chakula, ina kazi kubwa sana kwenye kongosho kuweza kufanya kazi. Ndio maana hata kwa mtu ambaye anataka kuregulate sukari, Forever Lithium ikiwepo anapata matokeo mazuri kwa haraka. Forever Lithium inaongeza kinga za mwili. Forever Lithium inasaidia hata kwenye hormones pia kuweza kuregulate. Kwa hiyo Forever Lithium ni supplement ambayo inasaidia sana sana kuweza kupambana na hizo antioxidant hizo free radicals, lakini pia inakuongezea kinga na kusaidia pia dawa ziweze kufanya kazi vizuri. Kama mtu anatumia madawa mengi sana, basi na budget yake ni yani dhofuli hali, basi Forever Lithium itamsaidia sana kuweza kupambana na hizo changamoto, kuenhance dawa ziweze kufanya kazi vizuri. We do also have Naturemin. Haya ni madini. Naturemin ni madini mchanganyiko yako mbalimbali. Ni moja kati ya supplement ambayo ina madini mengi kuliko supplement nyingine yoyote. By the way, hata calcium pia napo huko ipo. Tofauti ni kwamba huko hakuna vitamin D tu ndo haipo as compared to calcium. Calcium as calcium ya Forever. Lakini hii inasaidia sana kuweza kusaidia mfumo wa tunasema ni integumentary system, mfumo wa ngozi, kucha na nywele. Naturemin unahitaji sana madini yaliyo mengi sana, ndio maana watu wengi wanaotumia Naturemin hata kucha zinaota, nywele zinaota. Moja kati ya bidhaa ambayo kama unataka kuwa na ngozi nzuri, basi Forever Naturemin is the best uweze kuitumia. Na hizo zote huo mfumo huo unahitaji madini mengi sana, na Naturemin ndio madini ambayo yapo kwa wingi zaidi. Yote hayo yaenda kuimarisha, kuboresha kama kuregulate bakteria wetu tumboni. Ndugu zanguni, hizi unapokuwa unazitumia zinaenda kujisafisha, kuondoa free radicals mwilini mwako na kukufanya uweze kuwa na afya nzuri zaidi. Hatusemi kwamba uache kula, lakini basi weka na hizi kwenda kuimarishia afya yako. Kama unatumia dawa zozote zile, tumia dawa zako, weka supplements vizuri. Unavyozidi kutumia kwa muda vizuri, utakuta mwili wako unaweza kujitengenezea zile kinga vizuri, na eventually unaweza kujikuta dawa zako tena uweze kuzitumia kwa sababu tu kinga zako zimesha kuwa tayari kwa ajili ya kukutetea wewe mwenyewe. Ndivyo zinavyozidi kufanya kazi. Unavyozidi kutumia hizi product vizuri, zinakufanya unakuwa kijana zaidi. Kwa hiyo kasi ya kuzeeka inapungua unavyozidi kutumia hizi products, sababu zina vitamins nyingi, zina minerals nyingi ndani mwake kwenda kuimarisha, kuboresha afya zetu. Kumbuka hivi vinaenda kustimulate zile seli zako za mwili kuzalisha zile kinga zako ziweze kufanya kazi, kama vile zinaenda kuzishtua shtua na fanya kazi na kupunguza changamoto zile seli zako, kinga zako za mwili, yani kuzifanya ziwe free ziweze kufanya kazi. Hizi haya ma supplements manini ndivyo vinavyoenda kufanya kazi. Kwa hiyo kinachofanya kazi mtu akawa na afya nzuri ni zile kinga za mwili. Mungu ametuumba kana kwamba kinga za mwili zinatupambania. Sasa kuna wakati zile kinga za mwili zinadhoofika. Sasa ili zile kinga zisidhoofike, ndo hizi ambazo tunavitumia
ili kuzifanya zile kinga zifanye kazi vizuri. Na ndio maana hata kama baada ya muda ukiziacha kutumia hizi supplements, sio kwamba labda ndo utarudi zero, hapana, kwa sababu zile kinga zimeshakuwa, yani zipo sasa hivi kwenye momentum ya kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo there is no way kwamba utazitumia tu forever, hapana, lakini the more unavyozidi kutumia hizi bidhaa ndivyo unavyozidi kuwa na afya, kinga zako zinavyozidi kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo tutumie hizi supplements kwa ajili ya kuwa na afya nzuri. Ndugu zanguni, hizi bidhaa ni muhimu sana, zinafanya kazi, takufanya utaenjoy life, utazeeka vizuri kama uko na mwenza wako, utakula maisha vizuri. Kuna Active Pro B hiyo. Active Pro B is the best product kwa ajili ya kufanya mmeng'enyo wa chakula ukae vizuri. Zinasaidia pia hata dawa zifanye kazi vizuri pia kwa haraka haraka, kwa sababu muda wangu umekaribia kuisha kabisa, lakini pia ni supplement muhimu mno kwa ajili ya kuongeza kinga zetu za mwili. Inafanya kazi in a very amazing ways. Active Pro B ina promote digestive system yako ikae super zaidi, lakini pia kuna hao bakteria ambao wapo ambao wanaenda kusaidia kuweza kuregulate wale bakteria yako vizuri. Kwa hiyo moja kati ya supplement ambayo ni muhimu uweze kuipata kwa ajili ya mmeng'enyo wako wa chakula, kwa ajili ya kinga zako za mwili pia iwepo, basi Active Pro B ni muhimu tuweze kuitumia kwa ajili ya kuimarisha, kuboresha afya zetu. Tunapozidi kuzitumia hizi bidhaa, kinga zako zinakuwa vizuri, lakini hata kama kwa mama mjamzito pia azitumie hizi bidhaa kwa ajili ya kwake yeye, lakini pia kwa ajili ya kiumbe ambaye anayegrow naye anamhitaji mama kwenye kinga zake aweze kuwa na afya nzuri, akili ikae vizuri. Mama akila vizuri, basi mtoto naye pia atakuwa ana afya nzuri zaidi. Hata pamoja hapo, mtoto ameshazaliwa, bado pia mama kuna vingine atakapokuwa nakula, basi pia mtoto anakuwa anavipata moja kwa moja, kinga zake anazipata hapa anapokuwa nanyonya. Lakini pia mama akila vizuri, bado pia mtoto atakuwa na afya nzuri. Ndio maana watoto ambao wamenyonya vizuri wanakuwa na afya, hata akili zinakuwa vizuri. Kama hajapata bahati ya kunyonya vizuri, rahisi sana kupata changamoto ya magonjwa ya hapa na pale. Kwa hiyo tunapokuwa tunakula vizuri, tunapata virutubisho vizuri, tunakuwa tuna afya nzuri zaidi. Unapokuwa una afya nzuri wewe, hapo ndipo utakapoanza kuja kusaidia na wengine. Ndipo tunaposema kabisa business is all about solving people's problems. Watu wengi sana wana uhitaji wa kuimarisha afya. Sasa the more utakavyokuwa unasaidia wengine wakawa na afya nzuri, ndivyo unavyozidi kuwa na afya nzuri zaidi. Huu ni mfano ambao mtu alikuwa na changamoto ya pressure, mwili wake ulikuwa umeshakuwa na shida, akatumia na hizi bidhaa vizuri, na baada ya kuzitumia hizi bidhaa, hakika nasema Mungu ni Ebeneza, tayari afya yake ikawa vizuri sana, moyo umekaa vizuri na maisha yake yanaendelea. Kwa hiyo tuna nafasi sana kuweza kuwasaidia walio wengi. Ndugu zangu, sisi hapa tuna afya nzuri, tuna kila sababu. Ambao umekaa hapa umesikiliza, yawezekana hauna changamoto yoyote ya kiafya, it's very okay. Kama hauna changamoto yoyote ya kiafya, ni muhimu sana 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 ukamshukuru Mungu sana, kwa sababu una afya nzuri. Yani mshukuru Mungu kwa sababu kuna watu wenye umri kama wewe, kama wako sasa hivi wameshakufa. Kuna watu wenye umri kama wako wewe hapo sasa hivi wana changamoto za figo, wanafanya dialysis. Kuna watu wenye umri kama wako huyo tayari na presha, sukari, madonda ya tumbo. Wako wengi sana wenye umri kama wako ambao uko hapa, lakini wewe yawezekana hauna changamoto yoyote. Mshukuru Mungu kupita maelezo, kwa sababu haujafanya lolote, lakini usahau pia kugusa na wengine kwenye hizo changamoto. Kuna watu ambao wewe ndo unatakiwa kwenda kuwagusa, kuwashika mkono kwenye changamoto zao za kiafya. Yawezekana hizi products mtu akazitumia, ndugu yako, jamaa yako, ndio zitakavyo zitakuja kumsaidia. Kwa hiyo usiwe mchoyo kunyosha mkono kwa mtu ambaye unaona kabisa kwamba huyu anaweza akapata matokeo mazuri, huyu unaenda kumsaidia. Kwa kuto kunyosha mkono, yawezekana wewe ndo unakuwa yani wewe ndo unamchelewesha yule mtu kutokuwa na afya nzuri. Kwa hiyo jamii inatuhitaji kupita maelezo, kuweza kuwagusa na kuwa na afya nzuri. Tusaidiane kuweza kuwa na taifa ambalo lina afya nzuri zaidi. Lakini pia pamoja na hayo, usahau kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwomba sana azidi kutulinda tuweze kuwa na afya nzuri, kwa sababu afya ni mtaji. Unapozidi kuwa na afya nzuri, basi afya yako inavyozidi kuwa vizuri zaidi. Mi baada ya kusema hayo, niwashukuru sana sana sana. Niruhusu maswali mawili au matatu tu, kama yapo maswali machache kabla maki muda, nadhani muda nimeshazisha dakika 5. Niruhusu maswali machache sana kwa ajili kama kuna mtu ana swali, tafadhali. Labda nisome sasa. Nitaanzia wapi hapa? Ngoja nianze hapa. Naomba kuuliza, juisi ya watoto
kutoka Forever ni nzuri kwa mtoto mchanga. Juisi hii kwa mtoto mchanga kabisa, aloe vera gel juice is the best. Hiyo ndo nasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu haina vikorombozo vingi, haina matunda mengi. Pure aloe vera gel ni nzuri sana kwa mtoto mchanga kabisa. Mimi kuna mtoto ambaye alikuwa na changamoto, alikuwa na siku tatu, alikuwa na wiki, alikuwa hapati choo, yani alikuwa hata hamu ya kula, jala ananyonya. Yani unajua mtoto anatakiwa apate choo kilaini. Kuna wakati fulani anakuwa analia tu. Aloe vera gel kijiko kidogo, ile maji maji unaweka tu kidogo, wala sio mengi, yanamsaidia sana kwenye mtoto, anakuwa na afya nzuri. Wako wengi sana wenye changamoto chini ya mwaka mmoja, aloe vera gel wapige tu aloe vera gel, waenjoy kidogo kidogo, wala haina shida. Aloe vera gel is the best, hiyo haina shida. Of course bits and peaches ipo, lakini ile ni wala hata kuanzia mwaka mmoja na kuendelea huko, lakini aloe vera gel bado ni muhimu aweze kuitumia. Supplement gani bora zaidi ya cyst? Cyst ni strong antioxidant zote ambazo nimezungumza, kwa sababu cyst ni vimbe maji ambazo zinakuwa kwenye mwili sehemu nyingine yoyote ile. Sasa nini ambacho kinaleta cyst? Sababu ya kwanza ni unknown, lakini pia vimbe maji zinaweza zikatokea sehemu nyingine yoyote. Nini kifanyike? Hospitalini wengine wanafyonza yale maji, wanapewa dawa antibiotic, inaishaga hivyo. Wengine kama wamekaa sehemu nyingine, wanaweza pia kafika wakafanya ka operation wakaondoa fulani hivi. Yote ni hayo, lakini ukitumia supplements strong antioxidant, nimezitaja zote hizo, chagua bidhaa nne, tatu mpaka nne, ikiwepo aloe vera gel, either lithium plus active pro B maybe na absorbent cell garlic. Akitumia hizo kwa muda, hizi bidhaa ndugu zanguni, mpatie mtu muda walau miezi mitatu mpaka miezi sita hivi, akitumia vizuri, hizo vimbe vimbe maji zote huwa zinakuwa resolved baada ya muda. Products gani ni nzuri kwa mtu mwenye changamoto ya PID? PID ni infection, infection kwenye nani, kwenye mfumo wa uzazi, ambazo sasa ile bidhaa nzuri kwanza za muhimu kwenye PID, of course aloe vera gel bado ni ya muhimu. Active Pro B, Active Pro B is the best, lakini pia B propolis ni ya muhimu. Na kingine za kuweza kumwongezea PID, anapata pia na ukavu mara nyingi, ukimwekea pia na multimarker itamsaidia kuweza kuleta ule uteute, lakini bado pia jelly tube na liquid soap bado zina nafasi ya kuweza kuitumia, kwa sababu PID wanaweza katoa kama uchafu uchafu ute fulani hivi, ambao of course kuna wakati unakuwa hauna harufu, mwingine unaweza kuwa una harufu kachanganyikana na fungus. Kwa bado pia jelly tube na liquid soap bado pia ni bidhaa ambazo anaweza pia akazitumia kwa muda vizuri. Kama iko na antibiotic anaweza pia akazitumia ka space nusu saa, bidhaa hizi akazitumia, hakika watu hawa wanakuwa na afya nzuri zaidi. Hilo nadhani swali la mwisho nilisoma, virutubisho gani vinamfaa mtu mwenye kisukari na presha? Hili somo pana, kisukari na presha. Sasa hapa naona sasa ni swali pana, lakini sasa nadhani hili ni swali refu sasa. Jamani, nishukuru sana kwa muda wenu, nadhani Mungu azidi kuwabariki. Ni swali refu sana, maana hapo ni shule ya sukari, shule ya presha. Nadhani hii sasa tutapata tena masomo mengine siku nyingine kwa ajili ya sukari, kwa ajili ya presha na masomo pana. Kujua tuna kukariri product haya sio lengo. Lengo ni ujifunze bidhaa inafanya nini na hipi ni ya muhimu kwa wakati gani. Hapo ndipo utakapokuwa unakuwa na afya nzuri zaidi, sio tu kwa ajili ya kukariri kwamba sasa hii na hii ndio sukari. Hapana, inategemea pia na changamoto ziko tofauti tofauti. Mi baada ya kusema hivyo, ni dawa gani inasaidia matatizo ya saikolojia? Saikolojia, psychologist, hiyo counseling ndugu yangu, tushauri. Jamani, niwatakieni jioni njema na usiku mwema. Mungu abarikini sana sana sana. Siku nyingine tena niwatakieni mfungo Idi, mfungo mzuri, lakini pia na Kwaresma njema. Wakati mwingine, see you then. Thank you. Okay. Be blessed. Thank you. Be blessed. Nimeziona be blessed. Thank you very much for all those who wished me a good luck for that. Be blessed. Thank you. Thank you. Thank you mno. Nashukuru sana kama mmenielewa. Nashukuru, mbarikiwe pia, mbarikiwe na nyinyi sana sana sana.